أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam wa ba'd. Ikiwa tunaendelea na kitabu chetu Al-Lumma'u fi Usul al-Fiqh, tukiwa katika babu takhsisu fi sharti, mlango muhimu sana katika kuelezea kufanya umaalum katika sharti. Wa'lamu anna sharta, tambua ya kwamba tunapoelezea sharti, ma ni jambo ambalo la yasihu almashrutu, hakisihi kilichowekewa sharti, illa bihi, isipokuwa kwa kitu hicho ambao ni hiyo sharti. Mashrutu haiwezi kusihi isipokuwa kupatikane lile sharti. Waqad thabata dhalika, hakika imethibiti hilo, bidalili munfasilin, kwa dalili iliyoachanishwa na kutengana, kashtirati alqudra, kama uwekaji sharti wa uwezo, fil ibadati, katika ibada, wa ishtirati tahara, na uwekaji sharti wa usafi udhu, fi sala, katika sala. Waqad dakhala dhalika fima dhakarnahu, na hakika linaingia hilo katika yale tuliyoyataja, min takhsis al-umum, katika kuhusisha am. Waqad yakunu muttasila bil kalam, na wakati mwingine inaweza kuwa imeungana ile sharti na sentence ya maneno yale. Wadhālika, na hilo, qad yakunu bil lafdhi sharti, inaweza kuwa kwa tamko la sharti. Mfano Sheikh akatuwekea aya hapa ambayo anaelezea kipengele hicho kwamba waqad yakunu muttasila bil kalam, wadhālika qad yakunu bil lafdhi shart, na itakuwa pia jambo hilo likawa kwa tamko la sharti. Faman lam yajid, unaona kama hiyo, faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, faman lam yastati', zote hizo ni sharti. Fa it'amu 60 miskina, ya maana kama hakupata mtumwa atafunga miezi miwili mfululizo. Faman lam yastati', ikiwa hakuwa na uwezo, fa it'amu 60 miskina. Waqad yakunu dhalika bilafdhi alghaya, na itakupatikana hilo kwa tamko la ghaya, ka kaulihi ta'ala, hatta yu'tu aljizya, paka pale watakapotoa kodi, an yadin wa hum saghirun, watoe kodi kwa mikono yao hali ya kuwa wapo katika kudhalilika. Fajuzu takhsisu alhukm, inajuzu kuhusisha hukum biljamii, kwa vyote. Fayakunu siyam liman lam yajid raqaba, inakuwa somo ni kwa yule ambaye hakupata mtumwa. Walqatlu fi man lam yuaddi aljizya, na kuuliwa au kupigwa vita kwa yule ambaye hakutekeleza kulipa kodi. Fasla. Wayajuzu, inajuzu, an yataqaddama, kutangulia shartu fi lafdhi, kutangulia sharti katika tamko. Wayajuzu, na inajuzu pia, in yataakhara, kuchelewa. Kama yajuzu fil istithna, kama vile vile inavyojuzu katika istithna, nadhani tulielezea huko nyuma. Walihadha, na kwa ajili hii basi, lam yufarraq, haikutofautishwa, baina qawlihi anti taliqun in dakhalti dara, wa baina qawlihi in dakhalti dara fa anti taliqun,
kwamba wewe umeachika ikiwa utaingia katika nyumba, na baina kusema ikiwa utaingia katika nyumba wewe umeachika. Hakuna tofauti. Faslun. Wa idha ta'aqqaba ash-shartu jumalan rajaa ila jami'iha, ikifatana pindipo itapofatana sharti katika sentence hurejea katika vyote. Kama qulna fil istithnai, kama tulivyosema katika istithna huko nyuma. Walihadha, wajili hii basi, idha qala, ataposema mraati taliqun wa abdi hurrun, mke wangu kaachika na mtumwa wangu huru, insha Allah, akasema insha Allah kama nyuma kule tulivyoona katika somo la nyuma, lam tutalliq almar'a wa lam yu'tiq al'abd, mwanamke hakuachika wala hajawa huru mtumwa. Faslun. Fa amma idha dakhala ash-shartu, amma itapoingia sharti fi ba'd al-jumali, katika baadhi ya sentence al-madhkura, zilizotajwa, duna baadhi, pasina baadhi, lam yarji' ash-shartu, sharti haiwezi kurejea illa isipokuwa ila al-madhkura, katika yale yaliyotajwa. Wadhālika, na hilo, mithlu, mfano Mwenyezi Mungu katuwekea aya hapo, askinuhunna min haythu sakantum, wawekeni mahala mnapoishi au wake zenu hao. Paka katika kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna, ameweka sharti ya nini? Fa sharta alhamlu fi al-infaq duna sukna, kaweka sharti ya mimba katika kutoa matumizi, kumhudumia yule mwanamke, duna sukna, pasina makazi. Faraja shartu ila al-infaq. Sikia hiyo aya inasema wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna. Ikiwa ni wanawake wenye mimba basi wahudumieni. Faraja shartu ila al-infaq, sharti hapa imerejea katika nini? Katika kutoa matumizi. Wala yarju ila sukna, ikurejea tena kwenye makazi. Wa hakadha, na hivyo hivyo, lau thabata shartu bidalili munfasil, kama itathibiti sharti kwa dalili iliyoachanishwa, fi baadhi aljumali, katika baadhi ya sentensi, lam yajibu ithbatuhu, haiwi ni wajibu kuithibitisha kwake ile sharti fi maadahu, yaliyo nje hapo, katika yaliyo nje ambayo ni nje ya hapo, kwa kaulihi ta'ala, mfano walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', paka kwenye kauli yake wa bulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Fa inna ad-dalila qad dalla, hakika dalili imeshajulisha ala anna radda, maswala hakika katika maswala ya raddi, kurejea, kurudisha, fi raj'iyati, katika mambo ya kurejea, talaka rejea zile, fayarji'u dhalika ila raj'iyati, hilo linarudi katika maswala ya rejea. Wala yujibu dhalika, wala hipelekei hilo, takhsisu awwal al-aya, kufanya maalum mwanzo wa aya. Wa hakadha, na hivi, idha dhakara jumalan, atapotaja sentence, wa atafa ba'daha ala ba'd, na akaingia baadhi yake juu ya nyingine, bilafdhin, kwa tamko, yaktadhi, linaufidisha na kuhukumia, al-ujuba, wajibu fil jami', katika zote, au yaktadhi al-umuma, au inahukumia na kufidisha ukusanyaji fil jami', katika jumla. Thumma dalla dalilu, alafu kisha inajulisha dalili, ala anna fi ba'dhiha, kwamba hakika katika baadhi yake, lam yurid aljawab, lam yurid alwujub, haikuja ule wajib, au fi baadhiha laysa ala alumum, au baadhi yake si katika kuenea, lam yajib hamluhu, haiwi ni wajibu kuichukua, fil baqi, katika yaliyobakia, ala ghairi alwujub, yalikuwa si wajib, wala ala ghairi alumum, wala kwa siokuwa ni am. Ametoa mfano hapo, kulu min thamarihi idha athmara, kauli ya Mwenyezi Mungu, wa atu haqqahu yawma hasadihi, anafafanua, fa amara bil akli, ameamrisha kula, wa itai alhaqi, na kutoa haki ambayo ni zaka ya mazao, wal aklu
kula la yujib wal ita'u wajib, kula sio wajib, wal ita'u wajib, lakini kutoa ni wajib. Wal aklu amun, kula ni amu fil qalil wal kathir, unaweza kula kidogo kala sana. Wal ita'u, lakini utoaji hapa khasun ni maalumu, umedhibitiwa fi 5 awsuqi, katika whisky 5 sawa na pishi 60 himlu ba'ir, fi ma qama dalilu alayhi, katika jambo ambalo limesimama dalili juu yake. Kharaja min al-lafdhi, linatoka katika tamko la amu, hiyo inakuwa ni khasun. Wa baqi al-baqi ala dhahiri, itabakia baki yenye kubakia katika uwazi wake. Faslun, wa hakadha, na hivi kullu shay'in, kila kitu. Wa hakadha, na hivi kullu shay'aini, kila vitu viwili. Qurina bainahuma, vikiwa vimeambatanishwa pamoja. Fi lafdhi, katika tamko. Thumma thabata li ahadihima, kisha ikathibiti mojawapo. Hukmun, hukum bil jamii, ya kukusanya. Lam yajib an yathbuta dhalika alhukm, haiwi ni wajibu kuthibiti ile hukumu ile akhari katika kile kitu kingine, japo viko viwili. Min ghairi lafdhin, pasina kuwepo na tamko. Yujibu taswiyatan bainahuma, linaowajibisha na kupelekea ulingano baina ya vile vitu viwili. Au illatin, au sababu au chanzo. Tujibu aljamaa, inawajibisha kukusanya bainahuma, baina vile vitu viwili katika hukumu. Wa min ashabina, katika baadhi ya jamaa zetu, man qala, yupo aliosema, idha thabata li ahadihima hukumun, ikithibiti kwa kimoja wapo hukum, thabata li qarinihi mithluhu, inathibiti kwa mwenzie alifungamanishwa naye pamoja mfano wake. Wa hadha ghairu sahih, na hii sio sawa. Lianna alhukuma alladhi, kwani hukumu ambayo thabata li ahadihima, inakuwa imethibiti kwa kimoja baina vile vitu viwili. Thabata bidalili, imethibiti kwa dalili ya khusuhu, inaumuhusu. Min lafdhin, kutoka kwenye tamko. Au illa, au ijma', au chanzo, au ijma'. Wa dhalika ghairu mawjudu fi al-akhar, na hilo linakuwa halipo katika kile kitu kingine, japo wako pamoja. Fala tajibu taswiya bainahuma, haiwajibishi ulingano baina ya vitu viwili. Illa bi'illa, isipokuwa kwa chanzo au sababu. Tajma bainahuma, inakusanya baina vitu viwili. Fi dhalika, katika jambo hilo au katika hukumu hiyo. Babu alqawli fi almutlaq walmuqayyad, somo muhimu sana na lenyewe hili. Mlango katika kuelezea mutlaq ni nini, muqayyad ni nini, kwa maana kwamba ukisema mutlaq ni aya ama hadithi iliyoachiliwa, ukisema muqayyad ni aya au hadithi iliyoachiliwa, na mfano wa maneno mengine. I'lam, tambua, anna taqyid al-aam, ya kwamba kuifunga am bisifa, kwa sifa, yujibu takhsisa, hupelekea kuhusisha. Kama yujibu sharta, kama inavyowajibisha, inavyopelekea sharti kuhusisha. Wal istithna, kama tulivyosoma nyuma huko, na istithna yani ule uvuaji. Wadhālika, na hilo mfano kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema, fatahriru raqabatin mu'mina. Mu'mina ndio sifa ambayo imekuja kufungiwa hiyo am. Fa innahu law atlaqa ar-raqaba, law Mwenyezi Mungu angeachilia tu kwa kusema fatahriru raqaba, akaishia hivyo bila kusema mu'mina, la amma al-mu'mina, hiyo aya ingemkusanya mu'min, mtumwa mu'min, na mtumwa kafir. Falamma qayyada bil mu'mina, pindi alipotaja sifa fatahriru raqaba mu'mina, basi amefunga kwa sifa hiyo. Wajaba takhsisu, imekuwa ni wajibu kuhusisha kwamba ni Muislam tu hapo, mtumwa haingii mwingine. Faslun, fa in warada al-khitabu, ikiwa itakuja khutba, maelezo ya Mungu au mtume, mutlaqa, imeachiliwa, la muqayyida lahu, hayana cha kuifungamanisha, yani haijafungwa. Humila ala itlaqihi, itabebwa na kufanywa kazi katika itlaqi yake, kuachiliwa kwake vile vile. Wa in warada muqayyada la mutlaqa lahu, la mutliqa lahu, yani na ikija ambayo imefungwa, haikuachiliwa, humila ala taqyidi, itapelekwa na kufanywa kazi katika kufungwa kwake vile vile. Wa in warada mutlaqan fi mawdhi, ikija mutlaqa katika maeneo, wa muqayyadan fi mawdhi, na ikaa hii ni muqayyad katika maeneo mengine, nadharta, utatazama.
Wa in warada mutlaqa, sura huku imekuja ni mutlaqa fi mawdhi, katika masomo fulani, katika maelezo fulani imekuja ni mutlaq. Lakini ukichukua hiyo hiyo wa muqayyada fi mawdhi, imekuja ni muqayyad katika maeneo mengine, tena hiyo hiyo imekuja ni muqayyad, nadharta, hapa utatazama. Fa in kana dhalika, ikiwa jambo hilo fi hukumaini mukhtalifaini, lipo katika hukumu mbili tofauti zilizotofautiana, mithlu, mfano, an yuqayyada siyam bitatabu, kufungamanishwa saum kwa kufuatana, wa yutlaqa al-it'am, afu ikaachiliwa kule kulisha, lam yuhmalu ahaduhuma ala al-akhar, haibebwi mojawapo kwa nyingine, tajitegemea, bali yutabaru kullu wahid minhuma binafsi, kila moja itajitegemea yenyewe, liannahuma la yashtarikani fi al-lafz wala ma'na, kwa sababu hizo hazishirikiani hapo katika tamko wala katika maana. Wa in kana dhalika, na ikiwa jambo hilo fi hukmi wahid, ipo katika hukumu moja wa sababu wahid na sababu moja, mithlu an yadhkura raqaba fi kafara, ataje mtumwa katika kafara alqatli, sawa, ya uwaji, muqayyadata bil iman, imefungamanishwa na iman, thumma yu'iduha, kisha anairudia, fil qatl mutlaqa, katika kuua tu moja kwa moja, kana al hukmu al muqayyada, hiyo hukumu itakuwa imefungamanishwa, kana al hukmu lil muqayyada, hiyo hukumu itakuwa ni ile ya muqayyada kule katika imani, lianna dhalika hukmu wahid, kwa kuwa hiyo ni hukumu moja, istawfa bayanahu, imekamilika ubainifu wake kule katika kafaratul qatl muqayyada bil iman, istawfa bayanahu fi ahad al mawdhi'ain, yani imekamilika ubainifu wake katika moja maeneo mawili, wala yastawfihi fi al mawdhi' al akhar, haikukamilika katika maeneo mengine. Kama itakuwa imeeleweka au nirudie, anasema Sheikh, anasema wa in kana dhalika, na ikiwa jambo hilo fi hukmi wahid, ipo katika hukumu moja, wa sababu wahid, sababu moja, mithlu an yadhkura raqaba, ataje mtumwa, fi kafarati alqatl, katika kafara ya uwaji, lakini muqayyadata bil iman, imefungamanishwa kwa imani, sawa, thumma yu'iduha, kisha anairudia hiyo hiyo, fil qatl mutlaq, katika kuua tu, ama kujifungamanishwa na imani. Sheikh anasema kana alhukmu lilmuqayyad, hiyo itakuwa ni hukumu ya ile muqayyad, lianna dhalika hukmu wahid, kwa sababu hiyo ni hukumu moja, istawfa bayanahu, imekamilika ubainifu wake, fi ahadi mawdhain, moja katika mawdhi mawili, katika maeneo mawili, wala yastawfihi fi almawdhi alakhar, na haijakamilishwa kwake wala haijakamilishwa katika hukumu nyingine. Wa in kana dhalika fi alhukmi wahid, ikiwa jambo hilo lipo katika hukumu moja, wa shay'ain mukhtalifain, lakini vitu vile tofauti, nadharta fil muqayyad, utaangalia katika ile muqayyad. Fa in aradahu muqayyadan akhara, ikiwa itapingana na muqayyad nyingine, lam yuhmal al mutlaq ala wahid min al muqayyadain, haiwezi kuchukuliwa ile mutlaqa ikapelekwa kwa moja zile muqayyad mbili. Wadhālika, na hilo, mithlu sawm, mfano sawm fi dhihari, mfano somu katika aliyomwita mke wake mama, qayyadahu bitatabu, mfungamanisha kwa kufuatanisha, wa fi tamatu, qayyadahu bitafarruq, amefungamanisha kwa kutofautisha, wa atlaqa fi kafara alyamin, ameachia huru katika kafara ya yamin, fala yuhmalu almutlaq fi alyamin, haiwezi kuchukuliwa ile aya ambayo imekuja ni mutlaq katika ya kiapo, la ala dhihar, hata katika dhihar, wala ala tamatu, wala ala tamatu, bali yutabaru binafsihi, bali huzingatiwa yenyewe kama yenyewe, idh, kwa vile, laisa hamluhu, haikuwa kuifanyia kwa kikazi, ala ahadihima, kwa juu ya kimoja wapo, bi aula, ni bora, min hamli ala al-akhar, kuliko kuifanyia kazi kwenye sehemu nyingine. Yani hakuna baki, kwa ufupi kwamba huwezi kufanyia kazi kwa kimoja wapo kaacha kingine. Wa illa yuarid muqayyad, ikiwa haijapingana na muqayyad, wa in lam yu'arid muqayyadan akhar, ikiwa haijapingana muqayyad nyingine, karaqaba fi kafarati alqatl, kama mtumwa katika kafara ya uwaji, au raqaba fi dhihar, au mtumwa katika masuala ya dhihar, quyidat bil iman fi alqatl, hapo itafungamanishwa
bil iman, katika uwaji, wa utliqat fi dhihari, na itaachwa katika dhihar. Humila al mutlaq ala al muqayyad, ile mutlaq itabebwa kupelekwa katika muqayyad. Famin ashabina, miongoni mwa jamaa zetu, man qala, wapo waliosema yuhmalu min jihati lugha, itabebwa katika upande wa lugha. Lianna alqur'ana, kwa kuwa Qur'an, min fatihatihi ila khatimatihi, mwanzo wake mpaka mwisho wake, kakalima wahida, ni kama neno moja tu. Wa minhum man qala, miongoni mwa wao waliosema yuhmalu min jihati alqiyas, hubebwa kwa upande wa qiyas, wa huwa al-asah, na ndio itakuwa sahihi zaidi. Waqala ashabu Abu Hanifa la yajuzu hamlu al-mutlaq ala al-muqayyad, haifai kuichukua mutlaq kuipeleka katika muqayyad, lianna dhalika ziyada fi an-nas, kufanya hivyo ni kuongeza ziada katika nas. Wa dhalika naskhul biqiyas, na hiyo ni kufuta kupitia qiyas. Wa rubama qalu, na huenda wamesema liannahu sahha hamlu mansus ala mansus, na huenda inakuwa ni kusihi kubeba iliyo mansus iliyowekewa nas juu ya iliyowekewa nas. Wa dalilu ala annahu la yuhmalu min jihati lugha, na dalili ya kwamba haifanyiwi kazi na kubebwa kutokana na upande wa kilugha, anna lafdha alladhi, kwamba tamko ambalo warada fihi taqyid, limekuja ndani yake kufungia, wa huwa alqatl, la yatanawalu almutlaq, hali kusanyi ile mutlaq, wa huwa dhihar, fala yajuzu an yuhkama fihi bihukmihi, haiwezekani kuhukumu ndani yake kwa hukumu yake, min ghairi illa, basi takuwa na dalili. Kalafdhi albur, kama vile tamko ngano, lamma lam yatanawal al-uruzza, wale haikuweza kukusanya na kudili na mchele, lam yajiz an yuhkama fihi, haikujuzu kuhukumu ndani yake, bihukumihi, kwa hukumu yake, min ghairi illa, pasina kuwa na illa. Fakadhalika hahuna, kadhalika hivyo hivyo hapa. Wadalilu ala annahu yuhmalu alayhi bilqiyas, kwamba huchukuliwa na kufanywa kazi juu yake kwa qiyasi, huwa anna hamla almutlaq, ni kwamba kuichukua mutlaq ala almuqayyad, juu ya muqayyad, takhsis umumi bilqiyasi, ni kuhusisha ama kupitia qiyasi. Fasara ka takhsis sa'ir alumumati, inakuwa ni kama vile kuhusisha baki ya amu zingine. Inshallah hapa tumepita haraka haraka. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufanyie pesi. Tutakuja kuanza babu alqawli fi mafhumi alkhitab biidhnillahi alkarim.